Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo ni siku njema sana, ni Jumatatu ambayo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya kubarikiwa. Ni wiki imejaa baraka nyingi sana. Ni wiki imejaa neema. Neema ni uwezeshwaji wa Mungu pasipo kustahili. Kwa hiyo tutaenda kustahilishwa vitu vingi, tutaenda kustahilishwa mambo mengi. Lakini naona katika ulimwengu wa roho kuna watu watapokea jumbe nzuri sana, habari njema wiki hii. Ninaona habari njema zikiingia malangoni kwa watu. Ninaona habari njema zikigonga milango na kufunguliwa. Ninaona habari njema. Kwa hiyo hii ni wiki ya neema sana. Hii ni wiki ya neema sana. Na utahakiki kwamba ni wiki ya neema kwa sababu kuna vitu hata wewe mwenyewe unajiangalia, jinsi unavyojijua, vile ulivyosimama. Kuna namna utaona unapendelewa. Utaona hivi, kwa nini Mungu ameruhusu haya yanikute na wakati mbona sio mwema sana? Ni kwa sababu ya ile neema ambayo Mungu ananionyesha wiki hii kwamba kutoka kuna neema isiyo ya kawaida, kutoka kuna neema ya kiuchumi, kutoka kuna neema ya kifuraha kwa maana ya amani isiyo ya kawaida, kutoka na neema katika mahusiano, kutoka kuna neema kazini kwako, kutoka kuna neema kwenye biashara yako. Ni wiki ya neema sana. Na ninaangalia upande wa baba yetu ambaye ndio Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio tunaangalia upande wake, yeye anayetuwazia yaliyo mema. Ndio maana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kwa Bwana leo ili nipate kuwabariki. Mungu anataka kuwabariki watu wake, lazima wajiweke wakfu kwa Bwana. Kwa tunapojiweka wakfu kwa Bwana, tunaruhusu hali ya kubarikiwa kutoka kwa Bwana. Na tunaona katika upande wa pili, upande wa adui na yeye huwa anaandaa ajenda mbalimbali. Anaandaa ajenda nyingi sana. Anaandaa ajenda za magonjwa, anaandaa ajenda za mauti, anaandaa ajenda za ajali, anaandaa ajenda mbalimbali. Sasa ajenda zote hizo ni ajenda ambazo na zenyewe zinataka zisukumwe kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu wakati ameandaa baraka kwa watu wake, shetani naye ameandaa uharibifu kutaka kusukuma kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo ni vyema kujiweka wakfu kwa Bwana. Nilikuwa kama umefuatilia, kuna clip moja, sijajua kama nimekutumia, lakini nitatuma kwenye magrupu muda sio mrefu, ambayo ninahojiana na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mchawi. Kuna vitu fulani alikuwa ananiambia, halafu naviangalia, najifunza tena, na mimi naingia tena kujifunza. Kuna point moja aliniambia, alisema hivi, kati ya kitu kinachowagharimu watu wa Mungu ni kuchukulia vitu kawaida. Akasema wengine hawaamini hata wanapoambiwa. Kwa hiyo hao watu huwa tunapita nao. Yule mtoto alisema, nitakutumia klipu kwa wale ambao wameshafuatilia YouTube na kwenye mitandao. Imekuwa ni klipu inazunguka kwa wale ambao wameshafuatilia, mmesikia. Lakini anasema hivi, tatizo la watu wengi hawasikii yale mambo yanayohubiriwa, wala hawayachukuli kwa umaanani. Akasema hivi, hao watu huwa tunapita nao. Lakini kuna kitu kingine ambacho ameeleza kwamba huwa wanaandaa ajenda za wiki nzima. Wanaandaa kabisa kwamba wiki hii tutasababisha ajali hapa, tutaenda kumpa watu wa kufa, tutakao waua, tutakwenda kuwakaba. Yani listi ipo. Kwa hiyo nikamuuliza, kwa kuna listi? Akasema ipo kabisa. Akasema lakini hii listi haiwahusu wale watu ambao wana mahusiano na Mungu wao, ambaye ndio Mungu huyu ambaye wewe unamwabudu. Ananiambia hivi ule mtoto. Akasema hivi, hawa watu ambao wana mahusiano kuwapata ni shida sana. Akasema mtu aliyesimama kiroho kumpata ni shida sana. Of which naelewa kwamba kama umejiweka wakfu kwa Bwana, hamna giza linakuona. Kama umejiweka wakfu kwa Bwana, hakuna uchawi, hakuna uganga. Yani sio kwamba kila mtu anayepita mtaani anaweza kalogeka.
Ukitaka kuhakiki utakuta wana wa Israeli hawakulogeka, na unajikuta kabisa ya kwamba kina Balaam walipotaka kuwaloga Israeli, maandiko yanaeleza kwamba Mungu alisema hakuna uganga katika Yakobo, hakuna uchawi kwa Israeli. Maana yake nini? Sio kwamba kila mtu unaweza kumloga. Kuna watu wana maagano na Mungu wao. Kujiweka wakfu ni agano la Mungu wetu katika wiki, ya kwamba tunajiweka wakfu ili namba moja, baraka alizozikusudia ndani ya wiki zisitupite. Yale mambo mema aliyoyakusudia ndani ya wiki, tuwe sehemu ya yale mambo mema, pateka, tuwe wanufaika wa mambo mema anayotuwazia ndani ya wiki. Hiyo ni upande wa kwanza. Upande wa pili, tunajiweka wakfu kwa ajili ya ulinzi kutoka kwa Bwana, kwamba atulinde kwa sababu tumejiweka wakfu. Lakini namba mbili, tunaelewa kwamba shetani anamwangalia mtu, anajua huyu amejiweka wakfu, huyu hajajiweka wakfu, hivyo basi huyu anaingilika, huyu haingiliki. Kwa ndivyo ilivyo. Nimefurahi sana, kuna mama moja akawa anisimulia, ananiambia nimekosokoswa na ajali baba, halafu ndani yangu mara baada ya kuwa nimechanganyikiwa pale, sauti kaja kaniambia ni kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana. Na kuna kingine pia kilitokea ambacho japo kinasikitisha, lakini ndio namna, hakuna namna. Mwingine alishuhudia hapa akasema ya kwamba alipata ajali mbaya sana ya bodaboda, yeye na mtoto wake. Walibebwa kama vile wamenyanyuliwa na baluni, wakawekwa pembeni, lakini bodaboda yule aliyekuwa akiendesha akaumia vibaya sana. Wao hawana hata mchubuko. Alafu Mungu akasema ni kwa sababu mmejiweka wakfu. Kwa kuna namna, shuhuda nyingi zinakuja. Mungu anatuepusha na mambo mengi kwa sababu kuna ibada ya kujiweka wakfu. Unamwambia Mungu, mimi sina Mungu mwingine, ninakutegemea wewe. Ndio maana kujiweka wakfu. Hata wale wa giza na wenyewe wanajiwekaga wakfu kwa miungu yao. Wanajikabidhi ya kwamba na wao wanategemea msaada kutoka kwa giza. Sisi tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu, ya kwamba hatuna Mungu mwingine. Unapojiweka wakfu, unamwambia Mungu, sina Mungu mwingine anayenilinda, anayeniokoa, anayeniponya ila wewe. Ndio maana kujiweka wakfu. Kwa unaposikia hii ibada, unaposhika sadaka yako ya kujiweka wakfu, ile sadaka inaenda inathibitisha, inaongea, inapiga kelele ya kwamba huyu mtu hana Mungu mwingine atakayemlinda na kumuokoa na kumponya. Kwa hiyo unajikuta muda mwingi adui huwa anaachilia uharibifu, lakini mtu wa Mungu anapokuwa amejiweka wakfu, ule uharibifu hawezi ingia. Mtu unakuwa uko salama, unakuwa uko vyema. Adui hawezi kukuona. Unapita mahali ambapo adui anakuangalia namna hii, anaishia kumeza mate, hana namna anaweza kukugusa. Na zuri kuliko yote ni kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye ni wa rohoni, ni Mungu ni roho. Kwa hiyo wewe ukijiweka wakfu, na mtoto wako anaonekana, na familia yako inaonekana, mwenza wako anaonekana, biashara yako inaonekana, kama ni kazi yako inaonekana, umejiweka wakfu kwa Bwana. Shetani anapotaka kuleta uharibifu, anaikuta sadaka inayopiga kelele. Sadaka ya kujiweka wakfu inayopiga kelele, nasema mtu huyu halogeki, mtu huyu hagusiki, mtu huyu hawezi kufanywa uharibifu. Maana yake unapojiweka wakfu kwa Mungu wetu, unatembea kwenye neema. Tunataka twende tukaombe tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Asante kwa wema na uaminifu wako. Tunalibariki na kuliinua jina lako, we Mungu wa kweli, uliyetupa nafasi ya kuiona wiki hii tena. Mungu liye hai, asante kwa vile ambavyo umekuwa mwema na mwaminifu. Tunapoenda kujiweka wakfu sisi na mali zetu, tunajiweka wakfu sisi na familia zetu, tunajiweka wakfu sisi na kazi ya mikono yetu, tunajiweka wakfu sisi na watoto wetu. Malango yetu, Bwana, yakatiwe wakfu, ya kwamba hakuna uharibifu utakaopita, bali ile neema itapita kutoka kwako, na baraka ulizozikusudia ambazo
tumeziamuru zitujilie. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunajitenga na giza lote katika ulimwengu wa roho kwa njia ya kujiweka wakfu. Giza halitapata nafasi. Mipango ya giza, plani zote, ratiba zote tunazichana kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu. Ratiba zote za uharibifu tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Njia yetu na iwe pana kuleta baraka ziingie ndani ya maisha yetu. Haitafinywa mbia njia yetu ya baraka kwa uharibifu, wala malango yetu hayatafungwa, bali njia yetu itakuwa ni njia ya baraka. Baraka zitapita katika njia iliyopana sana. Hapata kuwa na kufinyangwa, hapata kuwa na kuzuiliwa, bali tutatembea kwenye neema katika jina la Yesu. Baba, asante kwa rehema na neema. Asante kwa nguvu zako, mfalme wa amani, kwa maana wewe ni Mungu unaenda kuiachilia barabara iliyonyoka. Unaenda kuachilia nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa mafuta yako ya wiki hii ambayo unayaachilia watoto wako watembee kwenye baraka. Mungu liye hai, asante kwa maana tunalindwa na nguvu zako. Tunatembea kwa ushindi, tunatembea kwa baraka kutoka kwako. Asante kwa maana mtego wao wote wa adui hautafanikiwa. Watashindana na maisha yetu lakini hawatashinda kwa jina la Yesu, kwa maana umesema we Mungu ukiwa upande wetu ni nani aliye kinyume nasi? Mungu liye hai, tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu unayetupenda. Baba, asante kwa maana ushindi unaenda kudhihirika ndani yetu kwa rehema na neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, Baba, asante kwa neema na rehema. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema, utaiachilia sadaka ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Angalia, yamkini kabisa shetani anaweza akakuzuia, akapambana na wewe usitoe sadaka, akataka usikie tu, usikamilishe ibada, kwa uwe hujajiweka wakfu. Pambana mpaka uiachilie hiyo sadaka yako. Lakini pia unaweza kukuta ndani yako Mungu anakuambia toa sadaka kiasi fulani, lakini shetani akaanza kukusemesha kwamba no, hata ukitoa hiyo ndogo inawezekana. Uwe unajua kabisa ya kwamba kuna kitu shetani anataka apate uhalali na wewe. Kataa shetani kuwa na uhalali na maisha yako. Kataa kuteswa, kataa kuonewa na nguvu za giza. Utashika sadaka yako njema kwa Bwana, utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki sana. Tuna semina pale Mwanza wiki hii, siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Utakapopata fursa ya kuweza kurushiwa posters ama ukaona tu tangazo lolote, hakisha unalisukuma. Lakini pia kwa wale mnaotokea Mwanza, wale ambao mna ndugu zenu Mwanza, wajulisha kwamba kutakuwa na semina kubwa itakayofanyika hizo siku nilizozitaja katika ukumbi wa Kilumba, ukumbi wa Monarch upo katika ile kituo kinaitwa Kilumba Ghana. Nyinyi ambao mko huko mnaelewa vizuri. Na tutakuwepo, tuna semina pale. Wagonjwa walete wagonjwa mbalimbali, watapokea uponyaji. Wenye vifungo, wenye mateso walete, watapokea uponyaji. Ipo nguvu ya uponyaji isiyo ya kawaida. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.